wa kaunti ya Makueni Daniel Maanzo sasa anasema ni sharti tume ya IEBC ifanyie sajili ya wapiga kura ukaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Maanzo anasema kuwa hatua hiyo itatoa nafasi ya kuandaliwa kwa uchaguzi wa huru na haki, kwani sajili hiyo bado ina majina ya watu walioaga dunia. Seneta huyo vilevile anamtaka afisa mkuu mtendaji wa IEBC Marjan Hussein Marjan kuondoka afisini kabla ya uchaguzi huo. Mary Chalo na taarifa kamili. Tume ya IEBC inapoendelea kuweka mikakati kabambe ya kuhakikisha kuwa uchaguzi mkuu ujao unakuwa wa huru na haki, Seneta wa kaunti ya Makueni Daniel Maanzo ameitaka tume hiyo ya uchaguzi kusafisha sajili la wapiga kura nchini kabla ya uchaguzi huo, akidai kuwa ipo hatari ya kuhitilafiana na chaguzi zijazo iwapo zoezi hilo halitatekelezwa kwa haraka. Maanzo akibaini kuwa bado kunayo majina ya watu ambao waliaga dunia. IEBC inafaa sasa kutengeneza register, clean up the voter register now. Iko na wafu wengi, iko imechanganyikiwa, iko na uchafu mwingi. Clean up the voter register now. Tutaki unakuja kupiga kura kwa hii shule unapata jina yako iko Kilifi. Na wakati tunaandikisha kura pia kuna wakati inafaa kuangalia kama bado jina yako iko hapo. Mass voter registration must also begin now. Maanzo aidha amekashifu tume hiyo ya IEBC huku akimtaka afisa mtendaji mkuu wa tume hii Marjan Hussein Marjan kuondoka afisini kabla ya uchaguzi huo wa mwaka 2027. Inakuja, naomba wananchi wachukue kura kwa wingi, wapige kura kwa wingi, wajaribu kuiba ikose kuibika, tubadilishe nchi yetu. Kwa hivyo hiyo naanza na watu wenyewe, tafadhali kuchukua hiyo jukumu na kuchukua kura na kuipiga. La mwisho, kwa hivyo nasema kura ambayo inakuja tutapigana kabisa isiibiwe. Tunajua tu ile maneno sasa wanapanga ni wizi, na hiyo wizi Mungu mwenyewe hatakubali na wananchi watapiga kura kwa wingi ipotee kabisa. Lakini kwanza Marjan must go. Seneta huyo wa Makueni amesisitiza kuwa ni sharti uchaguzi huo mkuu wa mwaka 2027 huwe wa huru na haki na kuwakilisha maamuzi ya kila Mkenya kumpiga kura. Lakini hii haisifanyika tukiwa na mtu anaitwa Marjan. IEBC under the constitution is independent. And if it is independent, it must be seen to be independent. Justice must also be seen to be done. There is no way IEBC CEO can be dining with the executive and you expect Kenyans to think that there will be fairness. Matamshi ya Maanzo yanajiri huku tume hiyo ikiendelea zoezi la kuwasajili wapiga kura kutoka maeneo mbalimbali nchini kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mary Chalo, Undugu TV.